Na kama unasikiliza saa hii usiku Mao, unajua ni nini maana yake. Huwezi kulala kwa sababu kuna kitu kimoja tu ambacho hakikuisha leo. Chumba kilichofichwa, redio ya chuoni, usiku wa 1. Inamaanisha nini? Inamaanisha sijui ninachofanya hapa na labda sitajua. Nzuri, tunaendelea. Kuna ujumbe hapa kutoka kwa msikilizaji anayejiita mchezaji mchovu. Anauliza, je, inawezekana kumpenda mtu ambaye anakuumiza bila kukujua? Ukisema neno moja, nitahakikisha profesa wako wa thesis anajua kila kosa lako la kipindi hiki. Naelewa? Sijui profesa wako, hukuweza kutoa tishio hiyo. Sawa basi, nitakaa. Kwa sababu haina maana kwenda mahali pengine saa hii. Na pia, hii ni ya kupendeza kidogo. Nimempigia mtu simu leo, mtu ambaye sikumpigia mwaka mzima. Na alisema tu, unajua na akafunga simu. Alikuwa rafiki yangu wa karibu sana Kabine, wa miaka 5. Tulitengana kwa sababu ya kitu kidogo sana ambacho kikawa kikubwa sana. Hilo si lawama, hilo ni kukuambia, ninakukumbuka vizuri. Asante. Karibuni usiku wote, kwa kila mmoja wenu. Nilikuwa nakwenda kutafuta chumba cha scan. Nilikuta nini? Mtu ambaye anafanya kazi nzuri sana usiku wa 1 kwa watu. Fanya nini? Nilikuambia usiku. Ninachora. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu chumba hiki kina acoustics nzuri sana kwa ukubwa wake. Nataka kuelewa jinsi ilivyoundwa. Ninajua unafanya nini. Ninajua. Swali lako ni kweli gani unaweza kuniambia ili nikae kimya? Jibu, hakuna kitu. Sitasema chochote kwa sababu sina sababu ya kusema chochote. Twende. Sawa. Mpaka saa 9 asubuhi, sheria ni hizi. 1, huzungumzii mtu yoyote kuhusu hii. 2, hufungui mdomo. Na swali langu ni, ninajuaje kama mabadiliko ninayofanya ni kwa ajili yangu mwenyewe au ni kwa ajili yake tu? Hiyo ni swali bora sana na zito sana. Sitakupa jibu la haraka. Ninafikiri hivi, mabadiliko ya kweli yanakuwa mzigo mdogo, sio mzigo mkubwa. Kama unabadilika kwa sababu ya mtu na unajisikia mzigo mpya kila siku mio, hii si wewe unayebadilika, ni wewe unaobebwa. Asante. Hiyo ni rahisi sana mien, lakini ninashukuriwa. Karibuni. Lala vizuri utakapolala. Wapi ulipata wazo hilo? Sijafahamu. Ulikuja wakati msikilizaji wako alizungumza. It's strange how music connects us across the city tonight. When I look out at the amber lights, I feel like we're all just floating in this moment together. Na kuna kitu cha heshima katika hilo Pirie, katika kukaa macho wakati ulimwengu umelala na kusema, bado niko. Mwanafunzi wa usanifu kutoka Mombasa. Alikuja kupata chumba cha skani na alikuta Enzo, miaka 2, peke yangu kila usiku. Ninasikia watu wote, msikilizaji mpya usiku huu. Na hii ndio wimbo wa mwisho wa usiku huu wa Nusu ya Angani. Kwa wale ambao mliamka mi asante, kwa wale ambao mlisinzia mi hata hivyo mlisikia kitu fulani. Alibaki hadi saa 12. Nusu ya Angani. Imekwisha? Ndiyo, saa 12. Nilikuwa na chumba cha scan saa 9. Ndiyo. Nililala. Ndiyo. Miaka 2 umefanya hivi? Ndiyo. Peke yako kila wakati? Ndiyo. Kwa nini peke yako? Kwa sababu kama watu wanajua ni mimi fair, wanasikia mimi tofauti. Wanasikia mwanafunzi wa uandishi wa habari ambaye ana maoni. Hawasikii tena kile ninaosema. Nilifika Nairobi siku 4 zilizopita. Sijui mtu hapa. Nilikuwa nikitafuta chumba cha scan saa 9 usiku kwa sababu nilipata tatizo katika mradi wangu ambalo lingeweza kusuluhishwa kama nilikuwa na uhakika. Ninafanya. Wewe hutumii jina lako. Hujifunua. Unafanya kazi nzuri sana na unafanya kila kitu unawezalo kuhakikisha hakuna anayejua ni wewe. Nilijaribu kufanya hii kwa jina langu mwanzo, miezi 3 ya kwanza. Watu walibadilika. Na maneno yanaweza kusaidia zaidi bila mimi ndani yake. Naelewa, lakini ukujibu swali langu. Unajua watu wanaokusikia, wanakupenda sauti yako na wewe hujui. Wanaweza kukushukuru na uwezi kusikia. Hii haikuchoshi kidogo? Ndiyo. Sijui jibu la hilo. Nilifanya hivi kwa sababu ilionekana sahihi na bado inaonekana sahihi. Lakini unamaanisha kitu. Na sasa ninazungumza na mtu ambaye hajaniambia jina lake bado. Nadhani Nairobi ni ya kawaida zaidi kuliko Mombasa. Hiyo ilikuwa kuchekesha. Safi. Enzo. Scan yangu. Chumba cha scan kimefungua. Kesho. Kazi nzuri usiku huu. Ulikuwa umelala. Kabla ya kulala midi kazi nzuri. Baada ya kulala midi bado kazi nzuri. Najua jina lako. Unajua jina langu, lakini unafanya nini hapa? Umekuja kwa programu gani? Usanifu, mwaka wa 3. Transfer kutoka Mombasa Technical. Ilikuwa ya kukusaidia, lakini pia ilikuwa ya kweli kwako. Uiweke. Asante. Nusu ya Angani. Ninafikiria niliita hivyo kwa sababu mimi ni nusu ya giza, nusu ambayo haionekani. Nilifikiri hiyo ilikuwa vizuri. Sijui tena kama nifikiri hivyo.
Mradi wa pamoja. Usanifu na uandishi wa habari. Mwaka wa 3. Enzo Kamau. Enzo Kamau. Enzo Kamau, mradi wa pamoja, miezi 2. Hii ni Safi. Mradi wa pamoja. Nairobi bado ni ya kawaida kuliko nilivyodhani. Huh? Hey, I didn't know you took this course. Wewe si peke yako. Bado niko.